صبر زميل العلماء. وقد نقل أهل العلم الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات, na wamenukuu wanawazuoni wakubwa makubaliano ya maulama juu ya uwajibu wa kufanya uadilifu baina ya wanawake. Ijmaati zimenukuliwa, mimi nimenukuu kauli kadhaa. Kauli ya Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa, lakini pia kuna kauli ya Imam Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu ta'ala kwenye al-Umm, lakini pia pana kauli ya Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi na wengineo katika maulama wamenukuu ijmaat za kuwafanyia usawa na uadilifu wanawake. Nisome kauli moja. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, yajibu alayhi al-adlu baina az-zawjatayn biittifaqi al-muslimin. Ibn Taymiyyah anasema kuna wajibika juu yake mwanaume kufanya uadilifu baina ya wake zake wawili. Hiyo ni kwa uchache, mtu mwenye wake wawili. Wajibu huo unawajibika biittifaqi al-muslimin, kwa kuwafikiana waislamu. Thumma yaqulu rahimahullahu ta'ala, fa alayhi an ya'dila fil qasmi, ni juu yake huyo mwanaume afanye uadilifu katika migao ya zamu za kulala kwa wanawake hao. Fa idha bata indaha laylatan au laylatayn au thalatha, ikiwa atalala kwa mwanamke fulani usiku mmoja au atalala ni usiku mbili au tatu, bata inda al-ukhra biqadri dhalik, atalala kwa mwanamke mwingine, kwa mke wake mwingine kwa kiwango hicho hicho. La yufadhilu ihdaha fil qasmi, asimfadhilishe mwanamke mmoja katika wake zake kwenye mgao. Eti bi mkubwa kwamba huyo ndio malkia, kwamba yule ana tabu bwana, yule siku mbili yakubali yule. Si unajua ndio bi mkubwa, nimetoka naye mbali chini na nini, kumbe umeshikiwa chini. Sema nimetawaliwa. Sasa kama umefikia kiwango hiko, mkeo mkubwa anakutawala, una kiherere cha nini cha kuoa watoto wa watu? Si utulie na huyo mwanajeshi wako, maana ufurukuti. Tulia. Hata kama ni mke mkubwa, mgao ufanane. Na kuna wengine wanawadhulumu wake wakubwa, kaoa mke mdogo, imeingia ndogo ndogo. Sasa bado mtoto mwana mchanga, akili yake iko huko, anamdharau yule mke mkubwa aliyemzalia watoto, aliyetoka naye mbali, anamnyima baadhi ya haki zake. Kila akitafutwa kwa mke mdogo, mchana yuko huko, usiku yuko huko. Yule kama kamsahau, kamfanya kama ni yaya tu, ni mlezi wa watoto, ana ngoma mpya huko. Hata hawa wake wadogo wasiwapande kichwani, mkavunja haki, mtaulizwa kwa Allah. Kwa hivyo hakuna kufadhilisha baina yao kwenye migawanyo ya zamu. Huyu ni Sheikh al-Islam Alimul Humam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na maneno ya wanawazuoni wengine ni mfano wa haya na ni makali zaidi. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Qala Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Muhalla bil Athar juzuu ya 29 sahifa ya 175, qala rahimahullah, wal adlu baina az-zawjati fardun, na kufanya uadilifu baina ya wanawake ni jambo la lazima, sio khiari yako. Maadamu umejitwisha wake wengi, komaa sasa kutimiza wajibu. Maana pana watu wanaoa wake wengi lakini hawana ujasiri wa kutimiza wajibu huu. Hakuna zamu, mke wa siri katika vichakani huko, hataki watu wajue. Si kwamba wasijue wanawake, hataki hata wanaume wenzake wajue lilipokuwa jioga, lakini limejitia katika mambo hayo. Usidhani kwamba kufanya uadilifu baina ya wanawake ni jambo la khiari, ni jambo la faradhi. Ibn Hazm anasema al-adlu baina az-zawjati fardun, uadilifu baina ya wanawake ni jambo la faradhi. Wa aktharu dhalika fi qismati al-layali, na kingi zaidi katika hilo la ufaradhi wa uadilifu. Wa aktharu dhalika, na kingi zaidi katika hilo la ufaradhi
katika uadilifu kwa wanawake fi qismati layali, ni katika mgao wa siku za kulala, hasa wakati wa kulala usiku. Hilo ndiyo jambo faradhi zaidi kwenye kuwafanyia uadilifu wanawake, kwa kuwa usiku si kama mchana. Usiku ndiyo kipindi cha faragha. Usiku ndio wakati ambao mtu anahitaji kuliwazwa. Usiku ndio wakati wa usingizi mtamu. Usiku ndio wakati wa kumtamani mume, na kama mume kumtamani mke. Unamfanya mwanamke ni wa mchana tu, na unakwenda kama mwizi kwenye hiyo nyumba yake. Huendi mpaka upige simu, vipi hapo nje pana watu? Hakuna mtu baba, hakuna machokodo, kama wenda kuzini. Alafu mke mwingine utajiachia, utakwenda, huogopi, utapiga mahoni, watu wakufungulie geti, wakupokee, wakuwao, unalala hapo. Yule mke mwingine yule unajiingiza kwake kama karungu yeye. La, Al-Imam Ibn Hazm anasema usiku ndio hasa ule ufaradhi wa uadilifu kwa wanawake unabainika hapo. Chukua haya maneno, ni maneno ya ilmu. Ibadallah, jaat as-sunnah fi dhalika biwafratin kathira, kwa hakika imekuja sunna katika hilo kwa kiasi kingi kabisa. Jambo la uadilifu baina ya wanawake limezungumzwa katika sunna vile vile, hasa kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku mke zaidi ya mmoja. Falaqad akhraja al-Imam Abu Daud wa Ibn Majah wa Ahmad wa qad sahhaha al-haditha al-allamah al-Albani rahimahullah ta'ala min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi hii ni hadithi nzito sana kwa watu wenye wake wengi. Sikilizeni maneno haya Mtume alayhi salam. Qala alayhi salatu wassalam, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawm alqiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man kanat lahu imra'atan, yoyote ambaye wako kwake yeye wanawake wawili, anao wake wawili, na pametajwa idadi ya wawili kwa sababu ndio adna fi ta'addud, ndio idadi ya chini katika kuoa wake wengi, wawili. Lakini wale vidume wa kisawasawa almuwaffaqun wanakwenda mpaka watatu, wanakwenda mpaka wanne, wako hao rijali. Lakini Allah amezungumzia ile idadi ya chini ya wake wengi. Yoyote ambaye wako kwake wanawake wawili, famala ila ihdahuma, na akaegemea kwa mmoja wao wawili hao, akajiegemeza kwenye matendo yake kwa mwanamke mmoja peke yake baina ya wawili, jaa yaumal qiyamati, atakuja mtu huyu siku ya kiyama, wa shiqquhu ma'il, na hali ya kuwa ubavu wake ni wenye kupinda. Wanasema ulama, ay asabatuhu ashalal, ni kama mtu aliyesibiwa na kupoa na kupooza, kama mtu aliyeparalyze, akitembea ubavu wake mmoja umelala, mizani haijakaa kwenye kiwango cha wastani, alama kwamba yule alikuwa sio muadilifu kwa wake zake. Baadhi ya shuraha wanasema washiquhu ma'il, atakuja hali ya kuwa amejitoa katika mkusanyiko wa wenzie, amejitenga, watu wote wanamuona yule kajitenga, alikuwa akimnyanyasa mkewe fulani. Siku ya kiyama pana watu wataadhirika kwa manyanyaso ambayo wanawafanyia watoto wa watu, wake zao. Ayuha ibadallah, si hayo tu, kana ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi ta'amulihi ma'a zawjatihi ahsana qudwatin fi al-'adli wal musawat. Bali ndugu zangu waislamu, hebu tumuige Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kiongozi wetu, mwalimu wetu. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika miamala yake pamoja na wake zake ni kiigizo kizuri sana kwetu sisi katika upande wa uadilifu na usawa baina ya wake zake. Fa inda al-Imam al-Bukhari min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, katika Sahih Bukhari hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema,
kana ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha arada as-safara aqra'a baina nisaihi, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pindi anapokusudia safari anapiga kura baina ya wake zake. Mtume alikuwa ana mke zaidi ya mmoja, wake zake walifika 11, baadhi ya riwaya walifika 13, na wale ambao alifariki alayhi salatu wasalam amewaacha walibakia wake 9, lakini hiyo ni haki makhsus ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi wafuasi wake mwisho wake 4. Sasa mtume alayhi salam alipokuwa anakusudia safari alikuwa anapiga kura baina ya wake zake. Mkewe Aisha anasimulia, fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu, yoyote katika wake wale ambapo utatoka ushindi wake, kura yake ndio itachomoza, atatoka naye mwanamke huyo pamoja. Aisha anaendelea nasema, wa kana yaksimu likulli imra'atin minhunna yawmaha wa laylataha, na alikuwa anagawanya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kila mwanamke miongoni mwa hao wake zake siku yake ya mchana na usiku wake. Ikiwa ni zamu yake, mtume alayhi salam atampa mwanamke huyo haki yake ya kuwa naye mchana, atakwenda, atakula, atazungumza naye, atajua hali yake, na usiku wake atakuja kulala naye. Alayhi salatu wassalam alikuwa anampa kila mke mchana wake na usiku wake. Mwenye kuyasimulia haya ni mke katika wake wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na bila ya shaka mwanamke akikuzungumza kwa wema amemaanisha, maana ni wanawake wachache wenye kujali wema. Wengi huzikanusha neema za mume, wengi hulalamika malalamiko ya uongo, hawana shukurani. Sio wanawake wote, wengi. Aisha anasimulia uadilifu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hili. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi al-Fath, kwenye Fathul Bari anasema, qawluhu ya fi al-hadith, qawli iliyokuja kwenye hadithi aqra'a baina nisaihi, kwamba mtume alayhi salam anapiga kura baina ya wake zake. Qala rahimahullah, hadha inma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaf'alu dhalika mubalaghatan fi tatyib qulubihinna. Jambo hili al-Hafidh anasema kwa hakika si vinginevyo, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam analifanya kwa ajili ya kuzidisha kwenye kuziburudisha na kuzifanya nzuri nyoyo za wake zake. Ndio maana akitoka haonyeshi upendeleo, haya simameni hapo tupige kura, mimi ninasafiri niondoke na nani. Sio masala ya upendeleo, hawana nitafanyaje sasa, wake zangu ni wengi na kila mmoja ataka kwenda, haya tupigeni kura, yule ambaye kura itamuangukia ndio mtamchukua huyo. Al-Hafidh anasema alikuwa anafanya hivi kwa ajili ya kuzitengeneza na kuzitia furaha na kuondoa simanzi na huzuni baina ya wake zake. Walqur'atu, na hiyo kura inayokusudiwa, an tuktaba al-asma'u fi ashya', ni kuandikwa majina kwenye kitu au vitu, labda kwenye makaratasi au kwenye vipande vya ngozi au vipande vya magome ya miti, yakaandikwa majina ya wale wanawake. Wayatimu ikhtiyaru ahadi al-asma', yakaandikwa majina yakatiwa kwenye kitu, kisha pakatimia kulichagua moja katika majina, tatia mkono watoe. Kwa hivyo jina ambalo litatoka, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasafiri na mke huyo. Hadha rasulullah